Kilemi na kupata kwa njia murwa sana. Za habari za huku ziko salama. Na asubuhi ya leo basi nimeweza kuungana na mojawapo wa chuo cha kiufundi hapa katika kaunti ya Nakuru niweze kuzungumza na baadhi ya walimu na wanafunzi waniambie pengine wanahisiaje kuhusiana na swala zima la elimu ya kiufundi, na elimu ya kiufundi na wasaidiaje na matumaini yao ni gani endapo watakuwa wanafuzu na kutoka nje katika soko la kusaka kazi hapa katika taifa hili la Kenya. Nikianza na wewe mwalimu, ukianza na jina lako. Umekuwa mwalimu katika chuo hiki cha kiufundi kwa muda. Pengine uweze kutuelezea elimu hii ya kiufundi ina manufaa gani na wanafunzi wako pengine wamekuwa wakipata ajira, ukianza na jina lako. Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Bwana Geoffrey Nyasani. Mimi ndio mwalimu mkuu wa chuo hiki cha kiufundi cha Nakuru International College, kiko hapa katika kaunti ya Nakuru. Tuko na furaha sana kwa ujio wenu, kwa sababu swala hili ambalo umetuuliza ni swala ambalo tunaendeleza kichini chini, hata serikali pia nayo inakipigia upaumbele katika kuinua vipaji na ujuzi katika vijana wetu kuweza kujimudu kikazi na pia kuweza kujenga uchumi wetu. Kwanza kabisa elimu ya kiufundi ukiangalia chimbuko lake, msingi wake, hapo mbeleni msisitizo mkubwa ulikuwa umewekwa katika elimu ya vyuo vikuu. So kulikuwa na vyuo vikuu hapa nchini Kenya, na wale ambao walionekana kwamba wamehitimu kuelekea vyuo vikuu walionekana kuwa ndio wao wamebarikiwa, wamefaulu zaidi. Lakini hii taasubi imebadilika baadaye, kwa maana wale waajiri na pia mahitaji ya industries iliweza kuhitaji ujuzi maalum ambao hukuonekana kupewa na hivi vyuo vikuu. Ndipo sasa vyuo vya kiufundi vikaanza kuchipuka. Na hapo mbeleni serikali ilikuwa imefanya makosa kidogo kwa kubadilisha vyuo vya kiufundi ambao vilikuwepo pale vikakuwa vyuo vikuu, vimepandishwa hadhi. Baadaye wakaona kwamba tumekosea. So most of the constituent colleges zilikuwa zimeinuliwa zikakuwa universities. Alafu kaonekana kuwa na uhaba wa vyuo vikuu ambavyo vinaweza shughulikia masuala haya ya kiufundi. So ukiangalia jambo la kwanza kabisa ni kwamba mwanafunzi ambaye amepata elimu ya kiufundi anaweza kujiajiri moja kwa moja bila kutegemea na kuwa mwajiri maalum. So akishapata zile ujuzi ambaye anataka, ile taaluma ambaye anataka, na akiwa na vifaa vyake, yeye na mwajiri wake atakuwa ni yule mwananchi ambaye anataka zile services zake. Asante sana mwalimu, pengine niweze kuungana tu na baadhi ya wanafunzi. Ukikaribia hapa na ukianza na jina lako nitakushikia hii. Pengine utulie tu. Kwa maoni yako wewe kama mwanafunzi, kwa nini uliamua kuwa usiende chuo kikuu uje katika kusomea elimu ya kiufundi, na elimu ya kiufundi na kusaidiaje? Ukianza na jina lako. Kwa majina naitwa Kamadi Brian. Nikielezea kwa ufupi, chuo cha kiufundi ni taaluma tasema kwa kujitolea. Kwanza mtu anajitolea kwa kujifundisha. Pili nitasema chuo cha kiufundi inatusaidia sisi kama wanafunzi kujiendeleza na kujiweka katika mazingira mazuri na kuungana na nitasema jamii ama. Na kwa maoni yako wewe kama mwanafunzi wa chuo cha kiufundi, unaonelea kuwa ukimaliza masomo utakuwa unaenda kutafuta kazi ama utakuwa unajitengezea kazi mwenyewe? Kimaliza shule nitakuwa na jitengenezea self employment. Naam. Asante sana. Kilemi ni baadhi tu ya wanafunzi katika chuo hiki, na umeweza kusikia nia yao kuu kuja katika kwamba kusomea elimu ya kiufundi ni kuhakikisha wanapohitimu ni kuweza kutengeza na kubuni zile nafasi za ajira badala ya kuendelea kusaka ajira. Na kama pia mwalimu wao alivyosema, soko limechafuka, ajira imekuwa finyu, na hivyo basi elimu ya vyuo haihitajiki sana. Inayohitajika sasa ni elimu ya kiufundi ili kila mmoja anayehitimu aweze kujitengezea ajira. Kutoka katika kaunti ya Nakuru, kwako studioni Kilemi.
Asante sana Mike Chalo, ni mwandishi wetu huyo wa habari kutoka gatuzi la Nakuru, hapo tu akisema na baadhi ya walimu na pia wanafunzi wa vyuo vya kiufundi kuhusiana na mada yetu hii leo, ambapo tunaangazia umuhimu wa elimu ya kiufundi mtandaoni. Mtazamaji, tunauliza swali, ni kwa nini vijana wengi